Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limetoa onyo kali kwa wafanyabiashara wanaojihusisha na biashara ya vyuma chakavu kuacha mara moja kununua vyuma vilivyopatikana kwa njia ya wizi. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo Mei 12, 2025, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma George Katabazi amesema jeshi la polisi limewakamata wahalifu wote wanaojihusisha na wizi wa miundombinu. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2025 tumefanya kikao au mkutano na wafanyabiashara wa vyuma chakavu ambao wanafanya biashara katika mkoa wa Dodoma. Lengo kubwa kwanza ni kuonesha kuwa na ushirikiano kati ya wafanyabiashara hao na jeshi la polisi katika kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu. Tumewasisitiza wafanyabiashara hao kukemea uhalifu wa aina yoyote, lakini kutokujihusisha na uhalifu. Hao wafanyabiashara tumewapa elimu ya namna ya kuweza kuwabaini wahalifu, lakini kutokujihusisha na uhalifu wa aina yoyote. Hao wafanyabiashara wanafanya biashara ambayo ni halali wengi wao, lakini kuna baadhi ambao wanafanya biashara hii ya vyuma chakavu kwa kununua au kwa kununua mali za wizi. Wanajua kwamba hivi vyuma chakavu vimepatikana kwa njia ambayo sio halali, lakini baadhi yao wanavinunua hivyo vyuma ambavyo ni chakavu. Lakini baadhi ya vyuma sio chakavu, vinanunuliwa, lakini ukiangalia kwa uliso wake sio vyuma chakavu, lakini wao wanavinunua na kuviuza. Unakuta wakati mwingine wananunua vyuma hivi kwa bei nafuu, bei ya chini, na wanakuviuza kwa bei ya juu. Kwa hiyo tumeona sasa jeshi la polisi tuweze kutoa elimu, lakini tuwape onyo kali wasijihusishe na ununuzi wa vyuma chakavu ambavyo vimepatikana kwa njia ambayo sio halali. Kamanda wa polisi George Katabazi amesema jeshi la polisi litaendeleza kampeni ya kukamata wafanyabiashara wote wanaojihusisha na wizi wa miundombinu. Mimi naitwa Rami Ramsey. Hii ni Ngasa TV. Wa vyuma chakavu, hii biashara itaisha na haiwezi, tutakuwa tumeikomesha, kwa maana ya kwamba tunataka mji wetu ukue, lakini katika mji wetu wa Dodoma hakuna fursa ya uhalifu wa aina yoyote, ikiwemo uharibifu wa miundombinu pamoja na mali nyingine za watu, kwa maana ya majengo ambayo watu wakijenga vyuma hivi au madirisha yao, madrili yao, milango na madirisha inakuwa ikibiwa. Kwa hiyo nataka tuikomeshe, tuweze kuitokomeza zaidi. Kwa kufanya hivyo tumefanya operation ya kukamata wahalifu wote wanaojihusisha na uhalifu wa wizi wa miundombinu au mali, lakini kuzipeleka kuziuza kama vyuma chakavu. Katika operation hiyo tumefanikiwa kukamata watuhumiwa 21, ambapo watuhumiwa 11 tumeshawafikisha mahakamani. Na hivi vyuma au mali hizi ni mbalimbali. Kiona kuna madirisha au madrill ya milango, madrill ya madirisha. Tumekamata baadhi ya misalaba ambayo inang'olewa kutoka kwenye makaburi, inang'olewa. Kuna miundombinu ikiwemo mifuniko ya kufunikia hizi chemba za maji taka, lakini kuna bidhaa mbalimbali, vitu mbalimbali. Kwa hiyo vitu vyote kuna bidhaa ambazo zinatumika kutengeneza wakati wa kutengeneza hii ring road. Kwa hiyo mali nyingi tumekamata, na tunaendelea na operation hii ambayo ni endelevu, ili kuhakikisha kwamba tunahifadhi miundombinu ya serikali, lakini tunahakikisha kwamba mali za wananchi zinakuwa salama, ikiwemo
majengo ambayo wanajenga, kwa maana madirisha, madrili ambayo anaweka pamoja na nyaya ambazo wameziweka ili kuweza kukamilisha ujenzi wao.